Mlango wa pili ambao The second one, Shetani anautumia the devil uses kwa ajili ya kuyaharibu maisha mengi for destroying the life of the most ya watu wanaomtegemea Mungu. of the people that they. Mlango wa pili The second one ni mlango wa hofu. is the door of fear. Hii ni kama introduction ninayokupa. Huu ni kama mwanzo unaokupa. Sija kuingiza ndani kwenyewe huko. We have not yet get deeper. Hofu Fear, inapotanda when it surrounds kwenye moyo wa mtu, in the heart of a believer, hakuna atakachoweza kufanya. nothing he can do. Hofu Fear, inapotanda kwenye moyo wa mtu, when it's stayed in the heart of someone, hakuna mtu huyo kitu atakachoweza kukifanya. there isn't anything this believer can do. Na maana unakuta mtumishi wa Mungu anatumia msemo kwamba usiogope. You found out a man of God is saying that do not fear. Kataa ndani yako roho ya hofu na mashaka. Just cancel the spirit of fear and doubts. Huo ni mlango wa pili ambao ndio anautumia. And this is the second door that the devil uses. Lakini mlango wa tatu But the third door ni mlango wa mashaka. is the door of doubts. Na mlango wa mashaka unafunguliwa na kitu kinachoitwa dhambi. And this door is open to sin. Dhambi inapoingia ndani ya mtu, When the sin enters inside of you, huweka kitu kinachoitwa hofu. it creates something called, Lakini hofu but fear, inaweka kitu kinachoitwa mashaka. it creates something called doubts. Kujishukushuku. When you are doubting yourself, Kujionaona kwamba mbona kama sijafanya kitu hapa. to see yourself that you have done nothing yet. Mashaka When doubts yanaweza kukufanya kuona kwamba kila wakati mtu anakutazama na kiona ulichokifanya. can make you to see as people are just spying Kama for umefanya things. kusinzi utaanza kujishukia. Hivi mbona kama mtumishi wa Mungu ananiona, ukiona mtumishi anakukodolea macho na kwamba umenielewa? You see, Unahisi kama mbona kama baba mbona kwamba jana nimetoka mahali fulani. you see that people they are investigating. Mashaka. That are Hii doubts. roho inanyonya uwezo wa mtu, ujasiri wa mtu kwa ndani. This is the spirit that it takes the ability of a person in deep, Kwa ndani. inside, in the deep. Daudi anamwambia Sauli, David is telling Saul, nilikuwa na uwezo I had an ability wa kukuua, to kill you, lakini Bwana but God amenikataza. have refused me. Sauli alikuwa na mtoto wake anaitwa Nathanieli. Saul has a son called Nathan. Nathanieli And Nathan, alikuwa ni mtu alimpenda sana he was a person that Daudi. loved David. Kila mipango ambayo alikuwa ikipanga Sauli, Every time Nathanieli Saul alikuwa akienda kumwambia went, Daudi, he wanted to kwamba tell fanya David hichi, fanya hichi, fanya kile. that do this and this. Maandiko yanasema The scripture says, ulipofika wakati wa Mungu kumkabidhi Sauli mikononi mwa Daudi, when the time of God reached it to put Saul, Daudi hakunyanyua David did not take it mkono wake kwa ajili ya kumpiga Sauli. to put his hand to fight with Saul. Lakini Sauli alipokuja kuona kwamba mbona mtu huyu Mungu alitia mikono wake lakini hakuniua, But when Saul said that, aliingiwa na mashaka. he was entered with doubts, Hofu ilitanda ndani ya moyo wake. and the fear surrounded its heart. Hii milango mitatu ambayo shetani anaitumia kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye maisha ya mwanadamu na kuyaharibu. The three doors that the devil uses as the devices to enter in the heart of someone. Lango mwingine hapo naweza kukuongezea. Other door that I can add up for you. Umbea na udanganyifu. Pray for the spirit of deception, Umbea gossip, na udanganyifu. and deception. Kinachanganyika na usengenyaji mumo ndani. Umbea, udanganyifu, usengenyaji, Gossip and deceptions. hivi ndio vitu ambavyo shetani anaviingiza kwa haraka kwenye maisha ya mwanadamu na kuyaharibu. These are the things that the devil enters very fast in the life of someone and destroy it completely.